Usipende kufanana na mtu. Usipende kufanana na mtu. Kwa sababu rais amekupa imani wewe. Hata mheshimiwa ma DC, unaje kufanana na DC mwingine? You are unique unapofanya kazi yako. Na ndio hata nyewe mkikaa hapa, si tumeenda kwenye Mei Mosi. Si mnaona tunafanya Mei Mosi, mkurugenzi wa Wanging'ombe anatoa hela kwa watumishi wake shilingi milioni 3. Hiyo ni zawadi ambayo inatolewa ngazi ya wizara. Lakini anatoa yeye kwa mtumishi wa kawaida tu anayefanya ukusanyaji wa mapato. Ana set standard yake. Lakini msiache kufikiri. Mwenyekiti wa halmashauri ni shahidi. Tulianza hapa kuzungumza kwamba TRA wanavyokusanya kwenye mbao za Njombe haiko sawa. Kwa sababu sisi watu wa Njombe wanalima miti halafu wanajisikia kuuza wao. Kwa tukaambia TRA sisi tuko tayari watu wetu mkusanye, lakini tuna idara ya utafiti ya TRA. Hebu tumeni timu ya research ije ifanye utafiti. Halafu imsaidie kamishna kuamua tukitaka kukusanya ushuru kwenye mbao za Njombe tunakusanyaje? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kwani hawajaleta solution? Wameleta. Mwaka wa tatu TRA wamekuja na solution ambayo watu wote ambao wamefurahia kwamba now this is a workable model. Sasa tusingefikiria, tungekuwa tumekaa tu tunalama, lakini jamani TRA unajua hawaelewi model ya kukusanya kwa wakulima wetu ambao. Kiongozi upeshi kulalamika. Kiongozi haongozwi. Kwa sisi tumespeak it out, lakini tukawapa TRA solution. Na kamishna Mwenda akatuma timu ya wataalamu. Wakaja wakakaa huku Njombe, wakaenda wakalisearch kule ambako mbao zinatoka. Kwa sababu hoja yetu ilikuwa ni kwamba mbao za Iringa zinatoka kwenye shamba la serikali Sauhil. Mbao za Njombe zinatoka wakulima wa kawaida tu kule Makete, mtu ana eka 3 kajisikia bwana, hebu naomba ukate hii sehemu hapa, anauza miti 20. Akija akakutana huku na mtu wa EFD receipt, yule mzee wa Makete anajulia wapi? Kwanza EFD yenyewe ni msamiati. Sasa anajulia wapi? Tusiache kufikiri. Sasa ndata mambo ya ushuru. Juzi mimi nilienda kwenye maonyesho yale ya Ujerumani. Naita Fruit Logistica. Lakini ukienda kwenye genesis yale maonyesho, genesis yake ni manispaa. Kwa nikapata kwa mfano wazo, nikiwa tu kule nikasema hivi, kwa mfano tukisema Njombe Avo Expo, maana yake ni kwamba Mbeya watabaki na 8 yao. Sisi tutakuwa tunafanya hapa expo ya avocado. Tunakutanisha hapa walimaji wa avocado, wazalishaji wa miche avocado, watengenezaji wa mashine za avocado, wasafishaji wa avocado kwenda nje, watengenezaji wa avocado kwenda kwenye mafuta, wanunuzi wa mafuta avocado duniani, mnawakutanisha. Lakini ni maonyesho ya halmashauri pengine ya Njombe mji. Ukigugu ile logistika tulienda sisi ya Ujerumani, ilianza nadhani 1998. Walianza washiriki 46. Leo wana washiriki 1800. Tanzania peke yake sisi tulienda washiriki kama 50 makampuni. Tumeenda Ujerumani, tumekutana na makampuni ya Marekani yanayonunua matunda Njombe. Tumeenda Ujerumani, tumekutana na makampuni ya Dubai yanayonunua matunda Njombe. Ya unaenda kule kwenye maonyesho, banda la Tanzania lina mabara ya Ulaya, Asia, Amerika. Wasema sisi ni wafanyabiashara wa Njombe, tunanunua matunda tuwapeleka Walmart supermarket. Kwa kaza, lakini maonyesho haya wamejenga mpaka viwanja vyao vya maonyesho, ile facility. Kwa sema kwani sisi tu kwamba halmashauri wakiamua tu wanafanya yale maonyesho. Tuna commercialize mikutano ile ya avocado ambao tunakutana, mnafanya mkutano, mnasema sasa tuanze kufanya ni expo. Ukifanya ile expo, wanaonunua matunda wote watakuja hapa. Mwisho wa siku mta collect. Halmashauri zitapata pesa.